wake mwanadamu siku ya kiyama, ila aljanna au ila an-nar, la tazul, hatosogeza mguu wake, hatotikisika. waqifuhum innahum mas'ulun hatta yus'al an arba'a, mpaka watakapoulizwa maswali manne, na maswali haya ni mukhtasar wa maisha ya mwanadamu min bidaya ila nihaya. Maswali gani ya Rasulullah? Tutayarishe majibu kabla ya siku nzito kama hii. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia Abu Huraira pamoja na sisi, swali la kwanza, wa an umrihi fima afna, umri wako uliishia katika mambo gani? Uliupitiza umri wako katika mambo gani? Allah amekupa miaka 60, miaka 70, umeitumia katika hali gani? Anataka accountability, anataka hisabu ya rasilimali capital ya miaka 60. Uliitumia vipi wewe? Uliitumia katika ridha ya Allah subhanahu wa ta'ala, au ulitumia katika ghadhab ya kumghadhibisha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala? Ama ulikuwa wewe unawasindikiza wenzako fi dunia, wakimuasi Mwenyezi Mungu uko nao, wakipoteza wakati uko na wao mpaka umauti kwa kufikia? Wallahi kuna baadhi ya nas miaka yake ya 30 au 20 au 40 iliyopita, na sasa hivi amefika miaka 70, yeye ni yule yule, hajabadilika. Umri wake ameutumia kwa kusema uongo, kusegenya, kumuasi Mwenyezi Mungu, kupoteza wakati, mpaka amefika miaka 70, hakuna taghyir, hakuna mabadiliko. Ila mata? Mpaka lini wewe utakuwa hivi? Allah subhanahu wa ta'ala anakuambia, alam ya'ni alladhina amanu an takhsha qulubuhum li dhikrillah. Haijafika tu wewe moyo wako ukamwogopa Mola wako ukarudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala? Mpaka lini wewe utakuwa wewe vibarazani kula miraa miaka 60, miaka 50? Mpaka lini wewe utakuwa kazi yako ni kuangalia mipira tu na kupoteza wakati wako katika vibaraza kuzungumza na kusengenya? Ila mata? Wa an umrihi, umri wako umeupitiza katika hali gani? Lakini wale hanian lahum, Mwenyezi Mungu awabariki katika umri wao, ni wale hawajui ila umri wao wanaupitiza katika mambo ya khair. Salatul jamaa kwa wakati